wenzetu kule Mwanza kwenye miambao ya Ziwa Victoria kuna viwanda vya samaki. Wako wapi wabunge wa maeneo haya au viongozi wa serikali wa maeneo haya kuhakikisha kwamba mimi waliposema ile kwamba kila mkoa viwanda 20, nilijua nikija Rukwa nitakutana na viwanda hata 5 kwenye mwambao wa Tanganyika vya kusindika samaki kama vile viwanda vilivyokuwa Mwanza. Hakuna viwanda, hakuna soko, la maana zaidi ni kuwafungia wananchi wavuvi wasivue kama mheshimiwa mbunge anavyolalamika mpaka mnakula matembele wakati samaki wako kule tu wanavuliwa na wenzetu wa nchi jirani. Wafanya biashara, hiki ndio chama chenu. Chama cha Mapinduzi hakijawahi kuwa rafiki wa wafanya biashara, zaidi kinawatumia hivi kina Mulele. Na hata wale wafanya biashara ambao wanajifanya wao ndio CCM kindakindaki, na wenyewe wanapiga simu kudai kwamba CCM hawalipi madeni yao. Sasa naambia CCM, kwa nini usiwapigie CCM unanipigia mimi? Mheshimiwa, hatujalipa saizi miezi 9 wakandarasi wa TARURA. Hayo ndio malalamiko ya wafanyabiashara. Sasa mtuunge mkono, kwa sababu chama kitakacholeta ukombozi, chama chenye sera za biashara, chama chenye sera za uwekezaji, chama chenye sera za uchumi ni chama cha demokrasia na maendeleo. Ndugu zangu, peoples. Sasa ndugu zangu, wakati ni huu, hakuna wakati mwingine tena. Mwenyekiti wa taifa atakuja hapa, atafafanua vizuri hii operation yetu ya no reform no election. Lakini kwa sasa ninachoomba ni muunge mkono harakati hizi ili mpate fursa ya kuwachagua wananchi mnaowataka, kwa sababu wananchi amini viongozi mnaowataka. Unapochagua viongozi unayemtaka na yule kiongozi anajua kwamba amechaguliwa na watu, atakuja kuwatii watu. Lakini mnakubali kwa mfumo huu kuletewa mtu kama Kandege ambaye hamkumchagua, hawezi kuwaletea kitu chochote, kwa sababu anajua hamkumchagua, amepita kwa mabomu ya polisi na si vinginevyo. Na kwa kusema hilo, kabla sijamnyanyua mwenyekiti wa taifa, naambiwa kuna zawadi maalum kwa mheshimiwa. Kwa hiyo naomba viongozi wa Kalambo mje hapa kwa haraka sana ili muweze kukabidhi mje hapo mbele ya meza kuu. Watu wa Rukwa wakarimu sana. Ukipita hapa jogoo, ukipita hapa samaki mkubwa kama mimi, ukipita hapa gunia la mahindi. Kwa kweli ni wakarimu sana. Haya viongozi, sasa mtakuwa hapo mbele. Mheshimiwa mwenyekiti, karibu upokee. Ni gunia la mahindi hilo. Hapa tunakula ugali sana. Asante sana kwa gunia la mahindi. Rukwa pia ni eneo la wakulima ambao CCM imeshindwa kuwaendeleza, badala yake CCM inawapiga dili. Mnakumbuka mwaka jana serikali ya Zambia ilitaka kununua mahindi Tanzania, wakawasiliana na serikali ya Tanzania, wakaweka ofa ya kununua mahindi kwa kilo moja shilingi 1000. Serikali ya Chama cha Mapinduzi ikaja kwa wananchi wakulima, ikawaambia jamani, tumewatafutia soko Zambia, kilo moja shilingi 500 kudadeki. Yani serikali ya Chama cha Mapinduzi inawapiga dili mpaka wananchi wake, alafu nyinyi mnaendelea kuwachekea serikali ya Chama cha Mapinduzi. Hebu tujiunge, no reform no election, tupate mifumo mizuri ya uchaguzi, twende
tuamue serikali ya Chama cha Mapinduzi madarakani. Na baada ya kusema hayo, kwa heshima na taadhima, naomba nimnyanyue sasa mwenyekiti wa taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu aje kuzungumza na wanakalambo kabla hatujasepa kwenda zetu kukinukisha pale mjini. Nasikia mjini wameweka sheria pale wanapika wali CCM. Leo ndo watamaji wataita mma. Asante sana, karibu mwenyekiti wa taifa. Asante Kalambo, asante Matai. Kati ya hii na hii bibi afadhali. Zote. Asanteni sana ndugu zangu. Ndugu zangu wa Matai, ndugu zangu wa Kalambo. Hii ni mara yangu ya kwanza kuja kwenu. 2020 ratiba haikuruhusu. Sasa nimekuja, na washukuruni kwa kuandaa mkutano mkubwa hivi kwa muda kama huu wa asubuhi. Na washukuruni kwa kuendelea kujenga chama, kwa sababu kuna chama hapa. Na wapongezeni kwa kuendeleza mapambano ya kudai haki. Nataka nianze kwa jambo ambalo alifurahishi sana. Hapa Matai nimesema ni nyumbani kwa Dionis Kipanya. Dionis Kipanya. Dionis Kipanya ambaye sasa nafikiri tunaenda kumaliza mwaka, Dionis Kipanya haonekani. Katekwa nyara na watu ambao wamepewa dhamana ya kutulinda. Dionis Kipanya ametekwa na majambazi. Ametekwa na wale ambao tunawalipa mshahara ili watuweke salama. Kwa hiyo leo hii hapa nyumbani kwa Dionis Kipanya tunataka Rais Samia Suluhu Hassan, tunataka jeshi la polisi, na tunataka idara ya usalama wa taifa na ujasusi watuambie Dionis Kipanya yuko wapi. Mmempeleka wapi mtoto huyu wa Matai? Sema. Mmempeleka wapi? Dionis Kipanya mtoto wa Matai ametekwa kwa sheria gani ya Tanzania inayoruhusu polisi au usalama wa taifa kuteka nyara watu? Ni sheria gani ya nchi hii? Alifanya kosa gani ambalo halikustahili akamatwe, apelekwe kituo cha polisi na apelekwe mahakamani? Alifanya kosa gani hilo la kumfanya atekwe na kupotezwa zaidi ya mwaka leo? Na hiyo adhabu iko wapi katika sheria za Tanzania? Iko wapi? Leo nimeamkiwa leo asubuhi na waandishi wa habari wanasema niseme neno kuhusu Rais Samia kutimiza miaka 4 ya urais wake. Sasa neno langu ni hili: Rais Samia, tuambie huyu mtoto wa hapa Matai Dionis Kipanya yuko wapi?
Kwa vile umefikisha miaka 4 ya urais wako, Amiri Jeshi Mkuu Samia Suluhu Hassan, tuambie Deus Soka aliyetekwa nyara na mapolisi Temeke, Dar es Salaam, na wenzake wawili wako wapi? Wako wapi watoto wa watu? Warungwe yule aliyechoma picha ya rais moto. Tunakosa nchi hii ya polisi, tunakosa nchi hii kwamba ukichoma picha ya rais moto umekosa jinai. Kuna sheria hiyo? Hakuna viongozi. Mimi ni wakili, mimi mwanasheria. Hakuna mwanasheria mwingine mwenyekiti wetu wa mkoa hapa. Hebu tuambieni, ni sheria ipi hiyo inayosema ni kosa la jinai kuchoma moto picha ya rais? Ni sheria ipi hiyo? Mimi sifahamu. Hakuna kosa. Ukweli wa Mungu ni kwamba wala sio kosa. Picha si karatasi tu. Kwani ukichoma karatasi ndio umemchoma rais mwenyewe? Kwa tuambie rais, yule ambaye alikamatwa na polisi kwa kuchoma picha yako moto karatasi, mmepeleka wapi mtoto wa watu? Japhet Chaula na viongozi wenu wa chama na viongozi wetu wa chama hapa wamesema hivi: mwaka 2014, miaka 11 iliyopita, tulipofanya uchaguzi wa vijiji na mitaa, hili jimbo la Kalambo lenye vijiji 111 lilichagua wenye viti wa vijiji 9 wa Chadema. 9 kati ya 111 sio wengi sana, lakini angalau mliruhusiwa kuchagua. Mlifanya uchaguzi mkapata wenye viti 9 wa vijiji. Mwaka uliofuata 2015 ulikuwa mwaka wa uchaguzi mkuu. Nyie wananchi wa Kalambo kwenye kata 23 mlichagua madiwani wa Chadema kwenye kata 7 kwenye kata 7 kati ya 23 sio nyingi sana, lakini sio haba vile vile. Mlienda kuchagua mkapata mlichochagua. Sasa miaka 10 baadaye, mwaka jana kwenye uchaguzi wa vijiji mwaka jana, mmeweka wagombea wa mwenyekiti wa kijiji 111. Kwenye kila kijiji mmeweka wagombea, wakafutwa wote, wakaenguliwa wote. Sema usiogope baba. Matokeo yake ni kwamba leo Kalambo hamna mwenyekiti wa kijiji wa Chadema hata mmoja. Sio kwa sababu hamkutaka kuwachagua, ni kwa sababu 2020 Josephat Kandege amepita bila kupimwa. Inakuaje? Wanabebwa. Sasa wengine waliopita bila kupingwa, Majaliwa, Kassim Majaliwa, Job Ndugai, nani wengine, wako 28. 12% ya wabunge wa majimbo Tanzania
CCM. Mwambie. Na waliobaki ambao walichaguliwa majimboni walichaguliwa kwa kura za wizi zilizobebwa kwenye vibegi vilivyokuwa vinabebwa na mapolisi migongoni. Na walimu na manesi na yeyote aliyesimamia uchaguzi 2020 alishiriki kwenye wizi, uchafu. Halafu pesa za uniformu za mapolisi zikiliwa, mnalalamika. Pesa zenu za mfuko wa kuzikana, kufa na kuzikana, zamani polisi mlikuwa mnazikwa na serikali, siku hizi mnakatwa hela ili mzikane wenyewe, na hizo zinaliwa. Halafu zikiliwa, hebu tusamehe. Tuwasameheje? Mnashiriki kwenye dhambi, mnashiriki kwenye kutengeneza mateso yenu wenyewe, mnashiriki kwenye dhambi, halafu mnalalamikia kikokotoo. Na wote nyie mapolisi, nyie na uniform zenu na walimu ni wa maana tu. Sasa hivi mkistaafu mtakutana na kikokotoo cha CCM. Sasa turudi kwenye uchaguzi jamani. Katika mazingira haya tunaendaje mbele? Tunaendaje mbele kwenye chaguzi zetu kama tunaweka wagombea wanaenguliwa kwa mamia, kwa maelfu? Mwaka jana wameengua wenye vitu wa vijiji 12,260 karibu 12,000 nchi nzima. Kwenye uchaguzi mkuu waliengua wagombea wa Chadema peke yake wa majimbo, waliengua wagombea 35. Kwenye udiwani waliengua wagombea 872. Matokeo yake CCM iko kila mahali na kila mtu analia kwa sababu ya mfumo wa uchaguzi unaoruhusu chama kimoja kusimamia uchaguzi ambacho na chenyewe kina ushiriki. Tume yetu ya uchaguzi ni tume ya CCM, imeteuliwa na Samia. Samia ni mwenyekiti wa CCM, kwa ni tume ya CCM. Wakurugenzi wa halmashauri wanaosimamia uchaguzi na watumishi wanaosimamia wengine wasimamia uchaguzi ni wa CCM, wanateuliwa na rais, mwenyekiti wa CCM, na wao ni CCM. Nakumbuka Magufuli aliwaambia, siwezi nikakuteua mkurugenzi, nikakupa na gari zuri na mshahara, alafu utangaze mpinzani. Wanaotangaza wabunge na CCM. Kwenye kata wanaosimamia uchaguzi wa madiwani, watendaji wa kata, waratibu wa elimu wa kata, mabwana mifugo, mabwana uvuvi huku labda, wote na CCM. Wanaosimamia uchaguzi wa vijiji ni watendaji wa vijiji, wote na CCM. Mfumo wa uchaguzi wa nchi hii haufai kabisa. Ndio maana Karamo haina mwenyekiti wa kijiji hata mmoja. Sasa tunaposema bila mabadiliko hakuna uchaguzi, maana yake ni kwamba tunataka mabadiliko yatakayoondoa huu CCM katika mfumo wetu wa uchaguzi. Hilo la kwanza. Hatutaki tena uchaguzi wetu usimamiwe na watu walioteuliwa na mwenyekiti wa CCM. Hawatatenda haki.
Tunanyongwa. La pili, hatutaki uchaguzi wetu wa wabunge usimamiwe na watu walioteuliwa na rais, mwenyekiti wa CCM. Hawatatenda haki. Na uchaguzi wetu wa madiwani na uchaguzi wetu wa vijiji tunataka usimamiwe na watu ambao sio watu wa rais, na kwa hiyo sio watu wa CCM. Usimamiwe na watu huru. Ndio maana ya maneno tume huru. Tume isiyokuwa ya rais, isiyokuwa ya CCM, isiyokuwa ya Chadema vile vile. Na sisi hatutaki tutendelewe. Tunataka haki. Na nyie mnajua haki huinua taifa. Kwa la kwanza tunataka libadilike ni hilo. Mfumo mzima unaosimamia uchaguzi tufute CCM kwa kuhakikisha rais hateui tena tume wala wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo wala wanaosimamia uchaguzi kwenye kata wala kwenye vijiji. Wawe ni watu huru watakaoteuliwa na tume yenyewe, sio wafanyakazi wa halmashauri. Wafanyakazi wa halmashauri kama ni walimu wakafundisha, kama ni waganga wakafanya kazi kwenye zahanati, kama ni mabwana misitu wakalinde misitu. Waache mambo ya uchaguzi yafanywe na watu watakaoajiriwa na tume kwa ajili hiyo tu, kama ilivyo Zambia hapa. Mmeniambia Zambia iko huku nikielekeza huku naelekeza wapi? Naelekeza Sumbawanga. Kama ilivyo Zambia na kama ilivyo Malawi, kama ilivyo Kenya. Tuondoe serikali kwenye kusimamia uchaguzi. Na hili ni pendekezo la watazamaji wa chaguzi zetu tangu mwaka 95 tulipofanya uchaguzi mkuu wa vyama vingi wa kwanza. Watu wa mataifa ya nje wanaokuja kuangalia chaguzi zetu wamesema kila wanapokuja kwamba huu utaratibu wa kutumia watumishi wa halmashauri unavuruga demokrasia, hautendi haki, unasababisha chaguzi ziwe sio huru na wala hazina haki. Kwa tupendekezi kitu ambacho hakijawahi kusemwa. Mnanielewa ndugu zangu? Ndio. Hilo nimesema la kwanza. La pili, nani anayeamini kwamba hilo daftari la wapiga kura lina wapiga kura wote wa kweli na wapo hai? Kwenye uchaguzi mkuu uliopita, kwa taarifa za tume ya uchaguzi, kuna zaidi ya kura milioni 2 feki za wabunge zilizopigwa kwa ajili ya wabunge, milioni 2.1 na ushehe. Na kati ya hizo milioni 2.1, kura milioni 2 feki wamegawiwa wabunge wa CCM. Ni mfumo gani wa uchaguzi unaoruhusu kura feki? Sasa hivi wanaandikisha watu, wanatoa wiki moja. Sasa watu wataandikishwa wangapi kwa wiki moja? Wataandikisha wachache, halafu watakuja kusema tumeandikisha mamilioni. Haya mamilioni ni majina hewa. Ili ukija uchaguzi, siku ya uchaguzi, kila askari ana kabegi mgongoni, kamejaa kura feki. Kila mwalimu anayesimamia na kabegi mgongoni, kura feki. Kwa hiyo jambo la pili, daftari la wapiga kura linahitaji kuandikwa upya ili kuondoa mamilioni ya wapiga kura hewa walioingizwa ili kusaidia CCM kushinda uchaguzi.
Hatutaki tena wagombea wetu waenguliwe. Hatutaki tena tuambiwe kwamba mgombea ameenguliwa kwa sababu amejaza fomu vibaya. Kama amejaza fomu vibaya, kwani haiwezekani kurekebisha? Inawezekana. Haiwezekani. Kama amekosea jina la chama au amekosea muhuri, haiwezekani akapewa siku 2 3 akarekebisha. Hatutaki tena utaratibu wa kuengua wagombea kwa visingizio vya kijinga, kwa sababu ni visingizio vya kijinga. La 4, tunafanyiwa